mbalimbali ya Afrika, tofauti na baadhi watangulizi wake. Taifa lake la kwanza ama taifa la Kenya likiwa miongoni mwa taifa ya Afrika aliyezuru Papa mwaka wa 2015 mwezi Novemba tarehe 25 hadi leo kule Kangemi wenyewe na kuita Vatican, kwa sababu Papa alizuru maeneo yale. Kukaa kwa Papa wa 266 nchini Kenya kulishuhudia maelfu ya waumini aswa kutoka kanisa Katoliki wakipanga foleni kumkaribisha. Alikuwa Papa wa pili kuzuru Kenya baada ya Papa John Paul wa pili mnamo mwaka 1985 na mwaka wa 1995. Kuna mengi mtazamaji ya kujifunza kutoka uongozi wa Papa Mtakatifu Francis aswa kwa viongozi kote ulimwenguni. Ili kuelewa zaidi ni nini hasa cha kujifunza kuhusu kiongozi huyo wa kanisa Katoliki na kiongozi wa taifa dogo la Vatican, studioni mtazamaji nina wageni watatu. Kwanza nianze na katikati, Mheshimiwa Senator Okiya Omtata maarufu rais wa Gen Z. Karibu sana. Asante sana. Na vile vile pia niko naye ndugu Felix Okaj ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya utawala. Karibu sana bwana Felix. Asante sana. Na vile vile pia ndani ya studio niko naye Reverend Father Peter Ken Njonge wa Diocese ya hapa Nairobi. Karibu sana Father. Asante sana, nashukuru. Labda tu nikianza na wewe Father. Je, baada ya Papa Francis kuaga dunia jana, ni taratibu gani ambazo zinafuata sasa kwa wale ambao hatujui? Kwanza kabisa ni kutangaza rasmi kwamba Papa ameaga. Na kuna kardinali ambaye ametengwa kufanya hiyo kazi. Jina lake ni Kelvin, lakini katika kikanisa anaitwa Cardinal Camelengo. Hata mwenye atakuja baada yake vile vile ataitwa hivyo. Na kwa hivyo kwanza kabisa ilikuwa amuite mara 3 kwa jina yake ya ubatizo. Vile tu umemuita hapo. Si Papa Francisco jina lake hasa. Akimuita mara 3 asipojibu, basi anajua ya kwanza Papa ameaga. Na papo hapo atasema kwa Kilatini ya kuwa ameaga. Lakini lazima tupate udhibitisho kutoka kwa daktari, kwa sababu labda amekuwa amelala sana ama labda alipata labda alikuwa inakoma ama kitu kama hicho kimehappen. Kwa hivyo daktari akishaamua ni ukweli Papa ameaga, basi yeye mwenyewe ule Kardinali Camelengo basi ni yeye wa kutangaza kuwa Papa rasmi ameaga. Baada ya hapo baada ya tangazo hilo tunaanza siku 9 rasmi za kuweza kumomboleza huyu Papa yetu ambaye alituaga, na kwa sasa Papa huyu ni Papa Francisco ambaye ametuacha. Na nimeona kwamba bendera zitawekwa nusu mlingoti. Kwanza bendera yetu ya kanisa. Kwa ujue kuna pale Vatican hata sisi tunayo bendera yetu. Na kwa hivyo bendera zote zitakuwa nusu mlingoti, na vile vile sote tuweze katika ibada zetu za misa kuweza kumomboleza huyu Papa yetu kwa siku kama 9. Shikilia hapo Reverend. Nirudi kwa Mheshimiwa Senator Okiya Omtata, ambapo naarifiwa kwamba wewe pia una baraka za Papa. Papa Francis anajulikana kwa kutetea waliotengwa na wito wa haki ya kijamii. Je, viongozi wa dunia wanawezaje kutekeleza hili katika utawala, hususan tulete mfano hapa nchini kwetu Kenya Mheshimiwa? Jambo la kwanza tunamwombea mwenda zake Papa Francis, Mungu aweze kumsamea dhambi zake na aweze kumpokea kwenye ufalme wa mbinguni. Na pia namshukuru Mungu kwa vile ametupa mfano ya kwamba kwa unyonge wa binadamu upendo wa Mungu unaweza kuonekana. Na kwa huyu mzee tumeona hiyo upendo. Na kwa viongozi wa dunia kile nitakumbusha tu watu ni jambo moja ambalo alifanya na ambao viongozi wa dunia wangependa waone. Vile aliwaita wale ambao wanapigana kule Sudan, na akaenda akapiga magoti akabusu miguu zao. Hilo jambo lilikuwa na lilikuwa kwangu kwamba lilikuwa ni kama ni fumbo, tena kama ni funzo kwamba wewe kama unahudumia watu, na vile alikuwa ndiye anahudumia hao watu, yeye alikuwa mkubwa, alinyenyekea sana mpaka akafika mahali akasema waomba muache
tamaa. Mrudi mwetu binadamu kama kawaida. Mimi ni papa na nawapigia magoti, ninaomba kwa heshima mnyenyekee. Na bila kunyenyekea huwezi kutenda haki. Na ile mfano papa ametupa ni kwamba ukinyenyekea, hata vile alikuja hapa Kenya, uliona ile gari aliendesha, hakupanda hizo magari makubwa, na popote papa ameenda. Na pia kwa ile safari zake karibu ya zinasemekana alienda safari kama 60. Utakuta kwamba kuna maeneo alienda ambapo Wakatoliki ni wachache sana, lakini akawaona kwamba ni muhimu aende pale ahubiri Injili. Hakuenda tu kwenye mataifa ambayo ni ya Kikatoliki na watu wengi. So alikuwa na ule mwito wa kusema kwamba tunyenyekee, tuwe na upendo, tuheshimiane. Na kwangu huo mfano wake mwenyewe, hata sio ile kuhubiri alihubiri, sababu alihubiri mambo mengi. Kama kule Palestina alisimama akasema kwamba hii vita ya Waisraeli na Wapalestina sio vita tena, ni inaitwa genocide. Ni kama mauaji tu. Ni mauaji tu kama haina maana. Na hili mrudi nyuma msimami. Ameongea na Warusi, aongea na wa Ukraine, akisema muache vita. Hakuna haja ya vita, mrudi muongee. Na umeona kwa watu ambao wametuma risala za rambirambi, Warasha wametuma, wa Ukraine wametuma, wa Israeli wametuma, wa Palestina wametuma. So alikuwa ni kiongozi wa kila mtu, na alikuwa akisema kwamba hapa duniani ukinyenyekea, ukikundua kwamba wewe ni binadamu wa kawaida, huna chako, unaishi kwa huruma ya Mungu, utaweza kuhurumia wengine. So kwangu mimi naona kwamba ni mzee ambaye alitupa mfano mkubwa wa kufuata. Na tunaomba tu ya kuwa Mungu tena aone huruma kwenye kanisa letu, atupatie kiongozi mwingine ambaye atatusaidia hivyo, kwa sababu ukiangalia hao mapapa ambao tumekuwa nao, hata kuanzia John Paul wa 23 kuja mpaka tunakuja kwa Francis, wamekuwa watu ambao wamesaidia sana kuongoza ulimwengu na kuambia watu kwamba hapa duniani pia kuna ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu ambao uko duniani pia lazima utunzwe, lazima uenezwe. Ndio ile sala tunaomba kila siku ya kwamba mapenzi ya Mungu ifanyike duniani kama yanavyofanyika mbinguni. Iweze kuwa tu kitu, sio kitu ya kuomba, lakini iweze kuwa kitu ya kweli kwenye maisha ya binadamu. Okay. Asante Mheshimiwa Senator Okiya Omtata. Nirudi kwako ndugu yangu Felix Okache. Kwa maoni yako, ni nini kilifafanua mtindo wa uongozi wa Papa Francis, na je, ulikuwa tofauti vipi na watangulizi wake? Kwa sababu Papa Francis zile sifa anazomiminiwa na yale ambayo tumekuwa tukiyaona, ni nini tofauti sana na viongozi wenye haiba yake? Asante sana kwa hiyo swali. Kwanza taanza na wacha nishukuru wa Kenya walishinda juzi kwa Boston. Najua jana hiyo kuna ni John Korir na Sharon Ludeki. Jina ya Kenya ilionekana ulimwengu mzima. Hiyo ya kwanza. Alafu ya pili tunaomboleza Pope ambaye alifanya kazi nzuri sana. Huyu Pope maisha yake ukiona vile yameendesha vita, alitoka Buenos Aires, Argentina. Na huko alikuwa anasaidia watu wa chini kwa maisha yake. Sasa hiyo background hiyo ako naye imemleta mpaka akawa Roma. Unaona hata kama vita zinatokea, vita za Kongo, za Sudan, Ukraine, Palestine, anaangalia vitu watu wa pamoja. Wasikia tunafahamu hapo. Hata kuna wakati mwingine kuna vitu za LGBTQ, watu walipigiwa kelele sana kuhusu vitu mingi. Lakini akaja akaona umuhimu watu wazungumze pamoja. Tuendelee kama kuna tabu tusuluhishe pamoja nyingine kwa njia tofauti, njia inatakikana kuendelea mbele. Hata hiyo kwa vitu mingi alipata hiyo tabu kwa Pope wakati alikuwa Pope Francis alikuwa Pope. Kwanza kulikuwa hicho nimesema LGBTQ, kuna wakati mwingine child sex abuse. Unakumbuka cardinals wengine walikuwa walitii kwa jinao zilitoka hizo kwa hizo maneno mbaya, akajaribu kuweka watu chini wazungumze ili mambo kama hiyo isitokee tena. Ya mwisho Vatican kuna pesa mingi sana.
Vatican Bank. Iko na $6 billion. Kanisa iko na pesa. Unajua wako na watu 1.4 billion ulimwengu mzima. Afrika wako 300 milioni 300. Ni wengi sana. Philippines wako wengi, US wako wengi. Sasa kuna pesa mingi wako nayo pia. Kuna wakati pesa ilikuwa inatumiwa vizuri. Akaona wakati alikuwa pop ili waangalie vile in future money laundering na misuse of fund, it's okay. Hizo vitu alikuwa ajibu kuangalia sana wakati alikuwa hapo. So ni mtu ambaye kutoka chini ameona umuhimu wa kwenda mbele kusaidia watu vile nitakikana. Tuna nini cha kujifunza kutoka kwake kama Kenya? Kama Kenya unajifunza to be humble. Uongozi nataka uwe mtu kwa chini, sikiza yule mwingine ndio anataka nini uendelee mbele. Unakumbuka Kenya hata wakati kwa na tabu za jinsi mshimako akapa alizungumza akasema please hakuna haja kuuana, tukae tuzungumze. Hii wakati Palestine amesema wakae chini. Wakati M23 pia Kongo wajua ni mbaya watu wanaona na Sudan akasema tukae tusikizane. Hiyo ndio background yake imetoka nayo kwa Buenos Aires, akaja naye please tuwe pamoja tusikizane, ulimwengu ni yetu wote. Nikirudi kwako mtumishi wa Mungu Father Peter Ken Njonge, Papa Francis alisisitiza sana mazungumzo katika tamaduni, imani na itikadi. Katika ulimwengu ambao uko na magawanyiko kama mlivyozungumza, viongozi wanawezaje kuiga uwezo wake kuungana badala ya kugawanyana? Kwanza kabisa yeye mwenyewe kuchagua jina Francisco. Naam. Na ni yeye wa kwanza, papa wa kwanza katika historia kuchagua jina Francisco. Ambayo ukisoma kuhusu mtakatifu Francisco wa Asisi, jambo la kwanza kabisa alifanya kazi na kina nani? Wanyonge na wasiojiweza. Ya pili, alinyenyekea yeye mwenyewe, Francis of Assisi, ambaye sasa Pope Francis aliiga. Akasema hata kuwa padre. Yeye mwenyewe akajikatalia, akasema sitaki kuwa padre, nataka tu kuwa mtu wa kawaida. Na hivyo tu ndivyo huyu Papa Francisco alivyo. Na kama Mswahili vile anasema, umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Papa alikuwa na ile kazi ya kuweza kuleta wote pamoja. Ndio maana gari zake si za kifahari. Akienda pahali ye haoni tajiri na maskini. Haangalii watu wa cheo hii. Tukumbuke yeye si padre wa diocese. Alikuwa missionary wa Jesuit. Wa Jesuiti ama Jesuits wanajulikana sana ama kutambulikana sana na masomo. Na kwa hivyo wao mtu akiwa padri, I think minimum mtu anapewa upadri nayo ni masters. Lakini kwa kawaida na sheria za kanisa, kabla uwe padri utafanya degree 2, philosophy na theology. Lakini hata kama alikuwa amesoma, yeye hana hiyo mambo ya kujiona na kujiweka juu. Kila mmoja ako pale. Kama ni issues hizo za LGBTQ na nini, wacheni tuongee pamoja, kwa sababu anaweza kuwa ndugu yako, dada yako. Sasa ukimtenga kutakuwa vipi? Na kwa hivyo wanasema wacheni tuje pamoja, tufanye kazi pamoja. Ndio maana hata vile vile kuna wakati amefanya misa ya umoja wa makanisa Anglican wote pamoja, akiwabariki mapadre wa Kianglikana. Kwa nini? Anataka kuonyesha ule umoja na kupelekana pamoja, kwa sababu sasa tuko katika dunia ambayo iko na mambo mengi sana na teknolojia, ambayo sasa tunastahili kutake advantage na kuendelea pamoja mbele. Mheshimiwa Senator Okiya Mtata, Papa Mtakatifu Francisco alipokuja hapa nchini Kenya mwaka 2015 alizuru maeneo ya Kangemi na aliona vile watu wanaishi katika hali ya umaskini, na alitoa wito kwa serikali kuweza kuwajali watu kama wale. Je, miaka 10 baadaye ombi la Papa nchini Kenya limetimizwa? Aliomba mambo. Jambo la kwanza alikemea ufisadi. Alikemea ufisadi sana. Akasema ufisadi unaangamiza binadamu. Na akaomba watu wote waweze kupatiwa nafasi ya kusherekea hii dunia. Lakini unajua, bila kumaliza ufisadi kwenye serikali
ile pesa ambayo ingetumika kusaidia watu ambao hawajiwezi huwa inapotea. So shida kubwa ya Kenya yetu hii sasa wakati huu ni kwamba pesa za umma hazitumiki vile zinavyotakikana, na ndio maana tuweza kukabiliana na hiyo shida ya umaskini, ambao umaskini ambayo inafanya mtu asiishi ile maisha ya Mungu, kwa sababu ukikumbuka Mungu ni mfalme. Hata Yesu alituambia Mungu ni mfalme. Na ukija kuangalia vile Mungu aliumba Adamu, alimweka kwenye bustani penye alikuwa na kila kitu. Mungu hakuumba maskini. Maskini umetokana na tabia mbaya za binadamu ambaye anapenda kunyakua mali, kunyima wengine. Ni tamaa ndio huleta umaskini. Lakini tukiwa na namna ambayo mali za umma zinatumika kwa usawa, ndio tunaweza kuwa na matajiri lakini ule mwenye atakuwa sio tajiri wa kawaida atakuwa na ile minimum lifestyle. Hata kuwa anaishi kama maisha duni kabisa, atakuwa na uwezo wa kupata elimu bora, ataweza kupata maji, ataweza kupata makao mazuri, ataweza kupata matibabu hospitali kwa mgonjwa, na ataweza kupata chakula. So ile basics ukishamalizana na hizo, hiyo mambo mengine ni nyongeza. Mtu akitaka kwenda 5 star aende, lakini hakuna mwenye hana uwezo wa kugharamia maisha yake ya kawaida na kuwa na maisha mazuri. So alipokuwa naomba hivyo ni kwamba alikuwa anatuambia tutumie ushuru wetu vizuri, tuweze kupatiana zile basic amenities, kila mtu aweze kuwa na nafasi ya kutawala. Hata Kenya hii, hata angalia vile unajenga barabara zote zinajengewa watu wa magari. Mimi nakaa mahali fulani hapa, na kila asubuhi nikija kazini kuna watu wanatembea kutoka Kibera, kutoka Kangemi, wanatembea wanaenda Pande kufanya kazi, na wanaanza safari sababu nyumba yao karibu na barabara. Naona unapata saa 9 watu wameanza kutembea wakienda kazini. Saa zingine mvua inanyesha, unajiuliza kama watu wangejenga tu barabara tuseme ya baiskeli, labda angekuwa anatoka saa 11 na baiskeli yake na anaendesha akaenda huko. Ukiangalia vile magari zinatembea, kuna magari zina connect direct, so itabidi aenda connect na hiyo pesa hana. So kwa hivyo anaamka asubuhi, tena unaona jioni wanaenda wakirudi, mpaka saa 4 watu wanatembea. So unashindwa watu familia yao wanakuwa na wakati wakana watoto wao waweze kuelekeza, ama watoto wao wanakuzwa na TV. So vitu kama hizo ndio papa alikuwa anasema muangalie maslahi ya watu wote ndio muweze kusiwa. Sasa mgata mkijenga barabara, msijenga barabara ya matajiri pekee yao wenye wanaweza kutumia magari. Jenga pia barabara ya wale wenye hawezi kutumia magari, waweze kutumia baiskeli, waweze kutumia vitu kama hizo. So kwa hiyo planning yani, ukiwa na proper planning utapata kwamba unabeba kila mtu. Na hiyo ndio ilikuwa mwito wa papa, ya kwamba tubebe kila mtu kama dola, ili kila mtu apate ile furaha ya Mungu. Na unaona ile sala tunaomba ile baba yetu ile mbinguni. Kuna mahali tunasema tupe leo chakula yetu ya kila siku. Nani wewe na Mungu hatumii malaika, Mungu anatumia nani? Anatumia binadamu. So hapa ukiwa na serikali, hiyo ombi la kusema tupe leo chakula yetu ya kila siku, hiyo ni basic requirement. Hata kwa hiyo sala unaona Yesu amesema tuangalie maslahi ya kila mmoja wetu apate ile haki yake ya kila siku. So hata serikali inawajibika, ikishachukua ushuru kwa watu, itumie ushuru kwa njia ambayo inahakikisha hakuna yule anabaki nje. Na ndio ilikuwa mwito wa papa akisema kwamba hapa hivi vitongoji hizi zishughulikiwe, lakini hazijashughulikiwa. Kujibu swali lako, naam. Bila shaka mtazamaji, wito wake mkubwa Papa Francis alikuwa anahisi kwamba sote binadamu ni wamoja, kwa hiyo kila mmoja anafaa kuwa treated equally. Nikirudi kwako Bwana Felix Okachi, Papa ametufundisha mambo mengi sana. Je, viongozi wetu hususan wa kidini una mwito gani kwa sababu hata ukiangalia katika wasia wake Papa hataki kuzikwa mazishi ya kifahari, wala hataki kuzikwa mahali penye watu wenye ufahari. Gari alizokuwa akitumia pia sio za kifahari. Hata ukiangalia juzi ya Jumapili akiongoza misa ya kuelekea Easter Monday, ulimwona tu anatembea juu ya gari lake akisalimia watu. Je, tuna nini cha kujifunza Kyle, hususan viongozi wa kidini katika taifa letu la Kenya? Maana Kenya utapata kwamba kiongozi ni wa kidini, lakini
msafara wake, magari yake, hata kumkaribia ni shida. Binadamu wote wako hivyo, si papa peke yake. Wewe hata ukienda Italiano, wale wakubwa wa zamani walikuwa wataka washike kila kitu ni hao. Ni yule amekuja na mpango yake vile ataka kushughulikia watu wa chini. Naam. Lakini kawaida uongozi hapa kila mahali huwa kuna institution pale huko. Wanaonyesha vile utakuwa kiongozi. Huwe siwe peke yako. Unaweza kuwa na nia nzuri sana. Lakini kama wale watu karibu na wewe wanataka iende hivyo, ni ngumu sana. Kwa mfano, chukua Catholic Church vile iko. Siku hizi unaona watu waende kanisa, si Catholic Church peke yake, watoto wa siku hizi waende kanisa sana kama zamani. Most cases in Europe ziko empty. Watu si wengi. Hiyo ni kwanza. Ya pili, kuhusu hii kanisa kuna vitu zimekuja zinaitwa evangelization. Catholic inapoteza watu wengi sana. Evangelists waenda kwa church zingine, ziko mingi zinakuja. So pia wanapoteza. Hata popa hajaribu namna gani haiwezi kuweka wote, lakini wamejaribu. So uongozi huwa inategemea pale huko. Kwa mfano in strategic plan, lazima uwe na plan na watu yako. Unaorganize namna gani unataka unaenda vipi? Baadaye mtagundua what did we achieve bila takana. So Vatican yenyewe pia iko na mpango. If you've been to Vatican, of course, bado sijafika. Bazuri nilifika na nashukuru wakati nienda huko nisaidiwa na vijana wa St. Catherine Karasagana, wengi wanasoma huko. So wakati nilikuwa huko wanikaribisha. So for a week nilikuwa naendaga huko kwa kuona what was happening in the Vatican. Kila uongozi kuna vitu around wewe, resources, strategy, vitu kama hizo. Sasa mtu mmoja huwezi kubadilisha kila kitu, lakini utajaribu. Huyu Francis alijaribu kuhusu watu kuwe pamoja, kuzungumza, angalia mwenye maskini, vitu kama hizo. Lakini hiyo ni mtu mmoja. Sasa ujue yule atakuja ni nani na yule wa kitambo alikuwa namna gani. So alijaribu wakati yake. Na uongozi huwa ni hivyo. Vile wale watu karibu na wewe wakitaka wana msimamo mwingine ni ngumu kubadilisha, lakini utajaribu ile unaweza. Kwa mfano Catholic Church yenyewe iko na vitu vingine strong principles. Unakumbuka hata father amesema hapa kuwa padri lazima usome. Amesema uwe na degree. Sivyo? Wakati saa zingine unaenda kwa barabara unasema tu Yesu haleluya haleluya. Unapiga mkono unaenda mbele, sivyo? Unaitwa pastor whatever bishop. Lakini Catholic iko sheria lazima usome. Wengi lazima ufike Roma. Inatakana hivi. Iko order ya mass. Sasa hiyo zote ingawa Francis alijaribu within that system, kuna zingine zilikuwa ngumu, lakini alijaribu kama binadamu. Sauti yake ndugu Felix Okache ambaye ni member wa CPAK yuko hapa ndani ya studio tukizungumzia. Je, CPAK ni nini? Ndio hiyo hapo. ICPK. APSEA wewe. The APSEA Association for Professional Society in East Africa. Niko emeritus chairman. Asante. Uko nao na uone. Nirudi kwako Francis. Je, tutachukua muda wa siku ngapi ili kuweza kupata papa mpya? Kwanza kabisa tutakuwa na siku ya maombolezi ya siku 9. Siku 9 kuanzia lini? Kuanzia kifo chake. Kwa hiyo kuanzia jana. Naam. Na kwa hivyo katika hizi siku Roma itatupa siku ambayo itakuwa ya mazishi. Naam. Lakini siku 15 mpaka 20 baada ya kifo cha papa, basi makardinali wote ni lazima watakusanyika pale Vatican, Roma. Na kwa hivyo it is after 15 to 20 days. 15 mpaka 20. Sasa hapo ndio watakogamana wote katika mkutano wa siri ambao unaitwa conclave. Mkutano wa siri. Ambapo sasa tuko na makardinali 252 dunia nzima. Na wote wataenda, lakini wale ambao watachagua papa ni 138. Na 138. Kwa nini? Kwa sababu ya umri. Okay. Zoezi kuwa na miaka 80 kuendelea juu uweze kuwa una vote. Lakini wote, kwa sababu katika kanisa letu cardinals wanaitwa kwa kimombo the princes of the church. Na kwa hivyo kwa sababu ndio wako na ngazi ya juu sana. Lakini kumbuka vile vile katika ukardinali kuna kardinali deacon, kuna kardinali priest na kuna kardinali askofu. Vile vile kuna vitengo vitatu vya makardinali, lakini wote watakuwa pale. Lakini baada ya hizo siku 15 mpaka 20 basi wataweza kukogamana katika ule mkutano niliosema wa siri,
conclave ambapo wote baada ya kufahamiana vizuri, kwa sababu labda kuna kardinali wa Amerika hajui kardinali wa South Africa. Kwa hivyo kwanza watafahamiana, ni kama sasa mheshimiwa hapa wapatane na mheshimiwa mwingine au hawajuani. Kwanza kabisa wajuane, alafu sasa ile siku sasa baada ya siku 15 ama 20 watakogamana kwa mkutano wa siri, na vile vile watachagua papa mpya. Ambapo vile vile baada ya kumchagua ni lazima moshi utatokelezea pale Vatican. Na vile vile tukipata 2/3 ni kila pahali ni kama tu ni lazima wavote. Tukipata hivyo tutapata moshi. Alafu vile vile watasema habemus papam, kumaanisha tutakuwa na papa mpya, tuko na papa mpya. Na sasa atatokelezea katika ile dirisha kama vile tu huyu alivyotubariki siku ya Dominika iliyopita pale, na sasa tutamuona papa mpya, lakini baada ya siku 15 mpaka 20. Kabla kwenda kwake Mheshimiwa Senator Okiya Omtata, mimi si Mkatoliki, mimi ni Muislamu, lakini nafuatilizia sana. Vipi kuhusiana papa ashaondoka, kuna vitu gani ambavyo kama uongozi akiondoka vinafaa viondolewe mara moja? Nimesikia kuhusiana na ring, nimesikia kuhusiana na nini, tueleze zaidi. Kwanza kabisa huyu ambaye nilisema Kardinali Kamelengo, baada ya kudhibitisha ya kuwa papa ameaga, kwa hivyo ile ring ambayo alipewa inaitwa Fisher's ring, ambayo inatukubusha papa wa kwanza aliachwa na Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni Mtakatifu Petro. Na sasa kwa sababu unajua alikuwa mvuvi wa samaki, ndio maana inaitwa Fisher's ring. Na kwa hivyo ile anaitoa na kuigonga, kumaanisha upapa wake umeisha. Kwa hivyo isitokelezee mwingine aje, labda anaweza kuwa na twin brother wake aje avae ile ring na avae ile mavazi, watu waseme haja kufa, bado yupo. Kwanza kabisa inachukuliwa, pigwa, inaisha, inavunjwa, sasa inaisha. Alafu tena hifadhi yake pale alikuwa anakaa. Unajua papa katika kanisa yetu kuna vitu vitatu ambavyo vinatuongoza. Kitu ya kwanza ni mafunzo yake papa, ambayo kwa lugha ya kanisa ni magisterium. Kwa hivyo zile nini zote ameandika, vitabu zote zake, maagizo yake yote ni lazima huyu kardinali atajua yamehifadhiwa vipi. Kwa hivyo ataenda kwa nyumba yake, kwanza kabisa ifungwe kwa sababu hayupo tena. Alafu sasa tena wajue vile watahifadhi yale mafunzo ya papa aliaga. Baadaye sasa ndio maana sasa makardinali wote ambao sasa ni kama CSS, sasa wale mkubwa wa liturujia, mkubwa wa imani, wote sasa watakuwa sasa ndio kama viongozi kwa sasa wa kushikilia mpaka wakati tutapata papa mpya. Mheshimiwa Senator Okiya Omtata, Papa Francis kuna nyumba ambayo alistahili kuishi pale Vatican, lakini ambao watangulizi wake wamekuwa wakiishi, lakini yeye alisema hapana, akaishi mahali pengine. Vile vile pia katika wasia wake amesema hataki mazishi ya gharama, hataki mazishi ya show off, anataka tu kuzikwa simple. Hebu tuulete katika viongozi wetu hapa Kenya na Afrika, mheshimiwa, akiwemo wewe mmoja, tunajifunza nini? Ningependa kuongezea kwanza kidogo kwa ile father alisema. Naam. Ile kura ambayo inapigwa haina campaign. Okay. kama kuna campaign haina lobby, hakuna baraka nini hapa. Haina campaign. Kama kuna kwa na campaign ni vile ulikuwa ukiishi. Ndio. Utaanza kuambia wengine nitafanya, wataangalia maisha yako ilikuwa vipi, rekodi yako ni gani. So sio kitu ambayo ina campaign. Na ndio maana naona haidanga vita kwa sasa hivi. So na mimi hapa Kenya vile umeniuliza hiyo maisha ya kunyenyekea, ni kwamba kwanza hiyo maisha inataka uwe mtu wa uelewevu wa hali ya juu. Kama uelewi kwamba hii mali ya dunia ni ya kutumia, ni ya kuwasaidia wengine, si Mungu wako, basi itakuwa vigumu sana ukipata madaraka uweze kunyenyekea. Na huyo alikuwa anaonyesha mfano. Ngoja kwanza mheshimiwa, viongozi wa Kenya wanaonyenyekevu?
Labda siwezi kujua. Asante. Lakini kuna wengine sio wabaya. Si wote. Lakini kulingana na vile naona tunaabudu sanamu inaitwa pesa. We worship a false god hapa Kenya. Viongozi wengi wanaabudu hiyo. Na viongozi wengi wangependa kujipendekeza kulingana na ile magari wanaendesha, kulingana na vitu kama hizo. Lakini hiyo ni level of maturity. Unaona? Kama kweli wewe umeshakomana, unaelewa kwamba gari ni mashine ya kukutoa hapa mpaka pale. Una haja gani uweke pesa kama milioni 20, milioni, alafu uanze kuambia watu gari yangu ni milioni fulani. My Mercedes is bigger than yours. Vitu kama hizo. Hiyo ni upumbavu. Sababu mwishowe ile utaenda nayo ni jina lako. Hata ile shati umevaa si yako. Yeah, hiyo anaweza kwenda nayo. Na katika kanisa Katoliki natakana tuelewe kitu kimoja. Vile mimi huwa naangalia. Na hii mimi huwa naiona wakati wa misa. Na ile kazi ya juu zaidi. Na mimi nadhani kile cheo cha juu zaidi katika kanisa nikiangalia. Ni cheo chenye father yako nacho. Kweli. Cha kuwa padri. Hakuna cheo zaidi ya hii. Ni kweli. Hii ingine ni kuhudumia huyu na Wakristo wengine. Ndio maana ukiona sasa ile wanasoma misa. Na misa ya father na misa ya pope si tofauti. Na ikinafika wakati ukiangalia vizuri, hata ule bishop anatoa ile kofia anaiweka wapi? Kando. Ndio afanye ibada. Tunakuwa wote tuko sawa. Mapadri sasa. Tuko mapadri. Hamna askofu, hakuna papa. Kwa sababu ile kazi kubwa ambayo inaweza kutendwa na binadamu ni ibada ya misa. Na hiyo huyo ataitenda. Na pope ataitenda. Na hakuna tofauti. Na ndio maana ukisikia watu wakisema tunataka an African pope, tunataka an Asian pope, hawajaelewa msingi wa kanisa Katoliki. The mere fact that huyu Mwafrika anaweza akatenda misa, akabadilisha divai na mkate ukawa mwili na damu ya Kristo. Hakuna miujiza mwingine zaidi hapo. So hatuna haja kuwa na pope Mwafrika mwenye ngozi kama ya pope mzungu, na pope Muhindi. Hapana. Kwa sababu padri umeshavalishwa kila kila kabila duniani. Na so hiyo kone kunyenyekea ni kuelewa kwamba yeye ni padri kama huyo. Kweli. Na amepewa nafasi ya kuwa mchungaji wa kusaidia mapadri wenzake. So ukiangalia pope kama ni cheo, na ndio maana tukiangalia pope akishachaguliwa anavalishwa mavazi, anaingia kazi. Sio kama huyu alipakwa mafuta akawa na ordination, ama bishop apakwe mafuta awe na ordination. Kwa sababu yeye tayari ni bishop. So anaingia pale, anaendelea na kazi. So he's just one among the others. So hiyo unyenyekevu sio kitu ambacho kinasemekana kwamba hakiko kwenye mafunzo ya kanisa. Ni funzo la kanisa kwamba ile daraja ya juu zaidi binadamu anaweza kupata ni kuwa padri. Na tayari tuko na mapadri wa Afrika, wa Hindi, wa nini. So pope first and foremost is a priest. Na ile kazi muhimu anafanya ni kusoma misa. Hivi vitu vingine yote haina maana mbele yake. Ndio maana naona hii unyenyekevu kitokea ni kuelewa kwamba amebeba fumbo la kuwa ishara ya Kristo duniani. Na utakuwaje ishara ya Kristo duniani kama mienendo zako ni za shetani? Hiyo ndio swali popa amejibu. So kuishi maisha ya chini, Yesu alizaliwa wapi? Hakuzaliwa kwenye, alikuwa mfalme lakini alizaliwa wapi? Tunaona wale wataalamu walipokuja kumtafuta, walienda kumtafuta kwa Herode. Wakifikiria mfalme amezaliwa kwa nyumba ya ufalme, lakini alizaliwa kwa zizi la ng'ombe. Unaona? Maisha yake ilikuwa hivyo. Tena kitu juzi tulikuwa tunasikiza, juzi nilikuwa kanisani hapa Don Bosco. Na Biblia mnuza ilikuwa inasoma, nilikuwa naangalia mambo ya njia ya msalaba. Tulifanya hiyo Ijumaa, njia ya msalaba. Tulipofika pale, kuna hii nafasi ambapo Yesu kama yako karibu kufa. Mamake amemfuata njia yote. Sasa alikuwa karibu kufa. Akamwangalia, akamwambia, wewe mwanamke, tazama mwanao. Na wewe tazama mamako. Kitu cha kwanza niliona kwamba huyu mama kama binadamu alikuwa hana chochote. Alikuwa anamtegemea mtoto wake.
Na ndio maana ukiona masomo kianda zaidi unaona huyu mtumwa mfazi wa Yesu alikuja akachukua mama wa Yesu akaenda kuishi naye. Maanake huyu labda alikuwa anaishi na Yesu. Hakuwa hapa kwenda. So unaona huyu ni mwana wa Mungu, huyu ni mama wa Mungu, wako pale lakini si matajiri. Asante mheshimiwa senator. Hata Yesu alipokuja alikuwa anasema alikuja kwa watu wa maskini, the poor, not the rich. Sivyo? Baba yanakuja kazi yake watu maskini, alikuja kusaidia watu maskini, the poor, the sick. That was the purpose. Lakini hakuchukia matajiri. Mtazamaji, ni dakika 13 zimesalia kuweza kutimia saa 3. Naona hapa ndani ya studio kumbe pia kuna mapadri. Itabidi mheshimiwa senator Okiya Omtata kama itawezekana pia aingie huko, kwa sababu naona sasa anatupeleka katika vifungu kabisa vya dini mtazamaji. Lakini kwa sasa acha nirudi kwake ndugu Felix Okache, dakika zetu zinakimbia. Endapo ndo kwa sasa unafungua runinga yako ya KBC Channel 1 na KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, kwa mara nyingine tena niseme pole sana kwa jamii ya kanisa Katoliki kote ulimwenguni kwa kuweza kumpoteza Papa Mtakatifu Francis ambaye alifariki dunia hapo jana saa 1:35 asubuhi saa za mji wa Rome kule nchini Italia. Na studioni tunazungumzia uongozi wake, na niko naye kama nilivyokuambia hapa ndani ya studio Reverend Father Peter Kenjonge, na vile vile pia niko naye mheshimiwa Senator Okiya Omtata, ukipenda muite rais wa majenzi, na vile vile pia tuko naye ndugu Felix Okache. Nirudi kwake ndugu Felix Okache. Yes, Bwana Omtata hapa amezungumzia kuhusiana na kiongozi anayetarajiwa wa kanisa Katoliki, na ameweza kuzungumzia akasema kwamba wale ambao wanasema tunataka popo wa hivi kidogo hawaelewi. Sijui kivyako unalisema vipi kuhusiana na swali, kwa sababu kuna list ya makardinali ambao wanatazamiwa kuwa mapopo, na wengi wanasema je, hii ndio wakati ambapo Afrika itaweza kuwa na papa? Mtagumu hapo. Si rahisi vile tunafikiri hivyo. Waje duniani, ingawa Yesu alipokuja watu maskini, wagonjwa, kazi yake ilikuwa huko Damascus, Israel, sivyo? Alafu baadaye watu kama Peter wakafanya hiyo uongozi yake ikaendelea mpaka much of Europe. Baadaye towards independence 1800 Christianity ikaanza kuingia Afrika. Tumeingia sasa baadaye, so tumechelewa kidogo. Hiyo ni kwanza. Umefahamu hiyo? Sisi pia kuna wakati Christianity pokuja, kuna watu wengine hawakusikizana na Christianity, wakaanza zao. Kwa mfano kuna kitabu inaandika Walklands and Legends, kuna watu kama Johana Owalo, kuna watu Lejo Maria, kuna watu Alfayo Mangu, walianza kanisa zao. Wakabishana na ile ya kawaida. So hiyo pia msimamo inaonyesha over time watu pia wanataka wapi juu. Unafahamu hapo? Ukienda South America wakati kuna Portuguese, wengi wao Italiano, wao si bado walikuwa wanaangalia Roma because ule ni kwao nyumbani. Lakini sisi Afrika iko tofauti kidogo. Mwili yako pale tunaishi, umaskini, vitu vingine vimetokea, vitu mingi zimetokea. Sasa si vile kama unaweza feel lazima tuwe ni Afrika popo. Ni ngumu. Alafu ya pili, ukisema ni uchaguzi, vile nasema uchaguzi. Si wako watu 200 pa cardinals 250, sivyo? Sasa kutoka Afrika mko wawili. Hata kama ni mpira, uwezi nini? Hata ukianza kuzungumza ati Afrika huko uwezi. Uone hata mpira Arsenal wakicheza huko hizo European teams. Ni hao tu. Sasa kusema sisi lazima tufike huko kama hao ni ngumu. Sisi lakini tuendelee vile tuko na tufuate maandishi Jesus alifundisha watu, na kuna pia tuendelee kwa jua Afrika kuna vitu kuna ya Kristo, kuna Islam, kuna Buddhism, iko kanisa mingi ulimwengu mzima. So tufuate na wale wa Kristo, wafuate na Kristo, wale kuna Afrika wengine wako Buddhist, wengine wako Buddhist, kuna wengine wa Islam, wengine wako Islam. Hizo ni religion worldwide. Lakini kusema unataka ukubwa ni ngumu because kila kanisa iko na mafunzo yake. Kwa mfano Jesus alikuwa anasema it came for the poor and the disabled people. Ukisoma Kiislamu pia kuna hiyo kusaidia maskini, sivyo? Kweli. Ukienda kwa zile maandishi ya Buddhist pia kuna hivyo. Yote ni binadamu the way fully tunaishi. So hiyo naona
Ulimwengu ni hivyo tu, hakuna uwezo kubadilisha vitu mingi sana. Pope Francis amekuja kuwa mfano mwema wa kuigwa kote ulimwenguni. Ndiposa hata unaona marais, viongozi mbalimbali kote ulimwenguni wanaendelea kutuma risala zao za rambirambi. Jana tu rais wa Marekani Donald Trump alitia amri kwamba bendera zote za Marekani zipeperushwe nusu mlingoti. Je, labda hiki cheo cha Pope kinasaidia vipi kuleta amani ulimwenguni kama alivyokuwa anashinikiza marehemu Pope Francis? Inaweza, lakini si vile unafikiri hivyo. Kwa mfano, kwanza zamani Catholic Church ilikuwa ulimwengu mzima ilikuwa ni Catholicism. Kweli. Hata Christian, hata Anglican ilitoka from the Roman Rome. Kwanza kwa Bishop of Rome. Alafu wakaanza kukubishana, kukosana. That's when ndio Anglican wakaanza yao, wakati Pope hakubali jamaa wawe king awe mwanamke mwingine. That's how it came. Sasa wakaenda zao. Na over time makanisa zinakuja ndogo ndogo mingi mpaka sasa ziko mingi. Kenya ziko mingi, ulimwengu ziko mingi. Islam pia iko. Lakini Pope ameunganisha duniani mzima in terms of 1.4 billion wako hapo. Lakini hiyo si ulimwengu mzima. Chukua China, 3 billion people hawako pande. Sivyo? Wako tofauti, si ulimwengu mzima. Lakini kutoka US watu kama Donald Trump, African Christians watafika hata kwa mazishi, because he ana represent ile uunganisha wa this part of the world. Lakini kuna China pande nyingine na Japan hatuko huko. So his leadership ilikuwa nzuri sana, amesaidia. Lakini vile nilianza, leadership is situational. Unaona kama mheshimiwa sema hapa, inataka wakati ya Gen Z, kuna wakati ilikuwa fighting for independence, kuna wakati tabu zina tofauti kila time, sivyo? Wakati wa Tomboya na wakina Kenyatta ilikuwa kufukuza mzungu. So every time equal situation leadership. Lakini kwa sasa Pope ameunganisha this part of the world. Pako unaona mazishi yake Donald Trump wengine watafika huko. So he's a great man of his time. Naam, tuna dakika 6 na kila mtu ana dakika zake 2 tumalizie. Labda nikianza nawe ndugu Reverend Father Peter Ken Njongi wa Diocese ya Nairobi. Ni nini cha kutarajia baada haya yote ambayo tumeweza kuyazungumza? Umeweza kutuelezea taratibu zitakazofuatwa hadi kuwa na Pope mpya. Je, matarajio ya wengi ni nini, hususan kwa wale wafuasi wa kanisa Katoliki katika taifa la Kenya? Kwanza kabisa ni kusema ya kuwa kwa sasa kuna wengi ambao hawajawahi, kwa sababu Pope aliyekuwa hapo awali tukumbuke hakufa tu hivyo. Kwanza aliresign, alafu akakaa. Kwa hivyo sasa kuna kuna ile tu hali watu hawaelewi kutakuwa vipi. Lakini ile swali umeuliza Banokat pale, tunastahili kujua ya kuwa kanisa letu linaongozwa na Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo yote yatafanyika kwa Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo tumakinike, tugojee uongozi wetu uendelee, lakini vile vile tuweze kufanya Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, kwa sababu makardinali tayari wanafika Roma na hayo mambo yote atafanyika. Na kama ulivyosema, unyenyekevu wake, hakukaa katika ile nyumba ya mapapa, hata hataki kuzikwa katika lile kanisa la Mtakatifu Petero ambapo mapapa wengine wamezikwa. Atazikwa katika kanisa la Mtakatifu Maria ambapo liko nje ya St. Peter's Basilica. Na kwa hivyo unaona unyenyekevu wake kwa sababu ya servant leadership. Yeye si anajiona, ona Mungu kwanza kabla ya ujione. Na ndio maana unaona mambo ni tofauti. Na kama vile alisema hataki mambo ya kifahari sana, na hata mazishi eti kuonyesha ni kama yeye si Superman. In fact alisema mimi si Superman, mniweke tu kama Mkristo wa kawaida, kama vile mheshimiwa hapa alisema ya kuwa yeye alisema mimi ni mtu tu wa kawaida. Kwa hivyo mambo yote itaenda shwari na very soon tutapata papa mpya. Asante sana Father kwa kumalizia hivyo. Mheshimiwa Senator Okiya Mtata, dakika zako 2, na wewe labda mwelekeo ni upo unapomalizia, hususan kwa mataifa mengi ya Afrika tunafaa kuiga gani, tuache gani? Nadhani Father amemaliza vile alisema kanisa Katoliki linaongozwa na Roho Mtakatifu. Na kwetu sisi, na vile tena Father amesema, tuombe, tufungulie Roho Mtakatifu nafasi ituongoze. Na mimi langu naomba Wakristo wenzangu na watu wa dunia yote waombe
kwanza tumuombee mwenda zake aweze kupokelewa na Mwenyezi Mungu, asamehe dhambi zake, na pia tuombe Mungu Mwenyezi mwenye alitupa huyu atupe mwingine ambaye ni mzuri kuongoza hiyo. Na pia katika vijiji zetu kuna mapadri. Hao watu wanaishi maisha magumu. Maisha ya upadri si maisha rahisi. Tuwaombee kila siku ile yule msalaba amebeba kwa niaba yetu uweze kubebeka. Na tuweze kuwaombea, na mimi naomba tu tuombee kanisa, tuombee Wakristo wa kawaida, tuombee wote, kwa sababu mwishowe Yesu alisema kanisa lake halitaangamizwa na milango ya Jehanamu, lakini pia alisema kwamba tuwe mashahidi. Mwito wa Kristo ni kwamba tuwe mashahidi. So tunaomba kwamba kama kanisa Katoliki tuwe kanisa la ushahidi. Na huyo Papa umeona ametoa ushahidi. Ameongoza kwa njia ya kutoa ushahidi kwamba yeye ni mfuasi wa Kristo. So tuombee mapadri wetu, tuombee maaskofu wetu, tuombee wale ambao wamejitolea kwenye religious groups, na tuombee Wakristo, tujiombee sisi Wakristo wa kawaida tuweze kuwa ile kanisa ambayo Mwenyezi Kristo mwenyewe aliomba na akapatia na akalitengeneza na akaliweka hapa duniani kwenye msingi wa Ekaristi ambayo tunaabudu. So ka Ekaristi kati yetu kupitia kwa mapadri wetu na Roho Mtakatifu, vile tunasema mbele iko sawa. Yangu itakuwa fupi sana. Ndio. Kuna Biblia. Kuna maandishi ya Biblia. Mafunzo hapo. Tufuate majani ya Jesus alituambia. Hiyo tu. Bila shaka mtazamaji, nami pia leo nimejifunza mengi sana. Ni juzi tu nilikuwa najaribu kusoma historia ya Mfalme Herode kutoka kule Yeriko hadi Yerusalemu. Nikaona jinsi gani ambapo alikuwa amejenga ufalme wake. Kwa hiyo hata mimi pia kidogo nitakuwa nikichokora nijifunze mawili matatu, na hata leo nimejifunza mengi kutoka kwa wageni wote watatu. Asante sana Father kwa kuja ndani ya studio. Jana ulikuwa hapa na leo pia umefika. Asante sana. Bila shaka asante sana Mheshimiwa Senator Okiya Omtata. Mimi katika ule umri wangu ambao nimekaa hapa KBC miaka 10, leo ndo mara ya kwanza na kuona hapa. Karibu kwa TV tu, kwa TV. Mwanzo ulikuwa unamuona Vigilance. Karibu sana. Asante sana pia ndugu Felix Okachi. Asante sana. Na mtazamaji, basi kila kilicho na mwanzo akiwa akina budi kuwa na mwisho. Ni washukuru sana wale ambao wamefanikisha kipindi hiki. Asanteni sana wapiga picha wangu hapa ndani ya studio, na wote ni majamaa hawa, na vile vile pia asanteni sana waelekezi upande wa redio na upande wa runinga. Asanteni sana vile vile pia mwelekezi wa hiki kipindi ndugu Dennis Chisaka, bila kumsahau kuna mwanamke mmoja mimi muita mzungu kutoka kule Luyaland, anaitwa Wamoi Masila. Ni mweusi lakini akizungumza kizungu tamsahau. Lakini nami tabakia tuna Kiswahili changu. Jina langu naitwa Rashid Momkondo. Hii ni KBC Channel 1 na hii ni Radio Taifa. Endelea kutazama. Asanteni sana wote.